Mjini New York, mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kuhusu Ebola, David Nabarro, amelieleza Baraza la Usalama kuhusu mafanikio dhidi ya Ebola. Now the pattern of the outbreak has changed, ladies and gentlemen. Mabibi na mabwana, mwelekeo wa mlipuko umebadilika. Tuko na asilimia 20 tu ya visa tulivyokuwa navyo mwezi Septemba. Inaleta matumaini. Nadhani tunakaribia kushinda, lakini bado tunapaswa kutibu asilimia hizo 10 na kuwafuatilia walio karibu na wagonjwa. Hiyo ndio kazi kubwa. Nabarro amesema ni muhimu kuendelea kuwa makini wakati idadi ya wagonjwa imeongezeka nchini Sierra Leone na Guinea, na kwamba rasilimali muhimu zinaendelea kusambazwa. Shirika la chakula na kilimo duniani FAO limetangaza kuwekeza milioni 5 kwenye mpango wake wa kudhibiti Ebola nchini Guinea ili kusaidia watu walioathirika zaidi na mlipuko huo. Naye mkuu wa shirika la mpango wa maendeleo wa Umoja Mataifa UNDP alikuwa ziarani Liberia, Guinea na Sierra Leone ili kuona jinsi gani Umoja Mataifa unaweza kusaidia jamii baada ya kutokomeza Ebola. Helen Clark amekutana na viongozi wa serikali na jamii ambao wameongoza jitihada dhidi ya ugonjwa huo na kuwapa hifadhi watoto waliobakia yatima kutokana na Ebola. Aidha, nchini Liberia, baada ya sitisho la shule kwa miezi 7, watoto wamerejea shuleni. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF na wadau wake wamesema wanachukua hatua zote ili kuzuia maambukizi. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 9,300 wamefariki kutokana na Ebola katika nchi ya Liberia, Sierra Leone na Guinea. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yanaendelea huko mashariki mwa Ukraine ambako tayari watu karibu milioni 1 wamepoteza makazi. Shirika la mpango wa chakula la Umoja Mataifa WFP linaimarisha operesheni zake za dharura ili kulisha watu 190,000 walioathirika na mzozo huo. WFP inatoa msaada wa chakula kupitia mfumo wa vocha kwenye maeneo ambayo bado kuna masoko. Kwa hiyo, huko ni kwenye maeneo ambako angalau kuna utulivu kiasi. Karibu na maeneo ya mapigano inatoa mgao wa chakula. Idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao tangu kuanza kwa mzozo huo wamemaliza akiba zao na hawawezi kufanya kazi huku wakikabiliwa na bei kubwa za vyakula. Katika miezi ijayo, WFP inasema itahitaji dola milioni 9 kutekeleza mradi wake wa usaidizi wa kibinadamu hadi mwezi Juni. Hicho ni kiasi kidogo sana. Hivi sasa tunajiandaa na chakula tukiwa na matumaini kwa makubaliano yataimarika ili tuweze kusogeza mgao wetu kwa watu zaidi ya 60,000 walio karibu na maeneo ya mapigano. Umoja wa Mataifa umezindua mpango wa kuhakikisha watoto wote walio nje ya shule nchini Sudan Kusini wanaendelea na masomo yao. Kampeni hiyo ya UNICEF itwayo kurejea masomoni inalenga kufikia watoto kwenye majimbo yote 10 ya nchi hiyo, yakiwemo yale yaliyohubikwa kwa mapigano. Vita nchini humo vimesitisha masomo kwa watoto 400,000 na vijana barubaru nchini, na hivyo kufanya watoto walio nje ya masomo kufikia milioni 1.4. Kuvurugwa kwa elimu kumeharibu mfumo wa elimu nchini humo ambao ulikuwa unafikia 42% ya watoto wote wenye umri wa kwenda shuleni, huku 10% tu wakimaliza masomo. Kwenye maeneo yaliyoathirika zaidi, ujumbe wa Umoja Mataifa Sudan Kusini unasema zaidi ya theluthi 2 ya shule zimefungwa. Kampeni ya UNICEF itakayogharimu dola milioni 42 inalenga kufikia watoto 200,000 kwenye maeneo yenye mapigano na wengine 200,000 kwenye maeneo tulivu kiasi.